أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا إله إلا هو الحليم الكريم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحيم. سبحان من سبقت رحمته غضبا وبسط يديه بالرحمة. سبحان من لم يكلف نفسا إلا دون وسعها وعفى عن سيئات ولم يجاز بها. سبحان من لا يزداد على معاصي العباد إلا جودا ولا كثرة الذنوب إلا عفوا وصفحا. نشهد أن لا إله إلا هو عطيف على العباد بجوده ويعاد على المذنبين بحلمه. ونشهد أن محمدا نبيه وحبيبه سيد المرسلين وشفيع المذنبين بعثه رحمة للعالمين. صلى الله عليه وآله الداعين إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة قال الأمم الأولياء النعم ووعد الرحمة. ثم على الذين أذهب الله وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. يقول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقال أيضا: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. صدق الله العلي العظيم. إخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله. Ndugu wapendwa, nawahusieni na kuhusia nafsi yangu juu ya kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu pasina kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kufuata maamrisho yake tutakuwa miongoni mwa watu ambao kwamba wamepata hasara kubwa mno. Ijumaa hii mojawapo ya Ijumaa tukufu, ningependa tuweze kukumbushana kuhusu faida inayopatikana katika ziara ya Imam Hussein salawatullahi wasalamuhu alayhi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Yani umuhimu wa kufanya ziara kwa kaburi la Imam Hussein alayhi salam, ni faida gani ambazo kwamba tunazipata, na kisha tutahitimisha na hasara ambazo kwamba zinaweza kutufika ikiwa tutakuwa ni wenye kupuuza kumzuru Imam Hussein alayhi salam. Na ziara taban, na kusudia ziara ya moja kwa moja katika kaburi la Imam Hussein alayhi salam. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametueleza katika aya mbili ambazo kwamba nimetangulia kuzisoma. Ya kwanza ikiwa inahusisha mahaba na mapenzi kwa watu wa nyumba ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ya pili ikiwa inahusisha namna na amri ya kuwafuata hawa ambao kwamba ni watukufu wa Mwenyezi Mungu hapa duniani. Aya kwanza Mwenyezi Mungu akasema, qul la as'alukum alayhi ajran illa al-mawaddata fil qurba.
sema siwaulizeni ujira wowote, siwaulizeni malipo, isipokuwa kuwapenda watu wa nyumba ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali. Kisha aya ya pili Mwenyezi Mungu akasema waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina, na hawa maimamu, hawa viongozi, hawa mitume tumewajalia wawe ni maimamu, wawe ni viongozi ambao kwamba wanaongoza kupitia kwa amri yetu, maamrisho yetu. Kwa hivyo kumfuata imamu, kumpenda imamu na kuchukua yale mafundisho ambayo kwamba imamu ako nayo ni amri kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, bali hapana khiari juu ya mambo hili. Kumzuru kaburi la Imamu Hussein alayhi salam ama kufanya ziara ya Imamu Hussein alayhi salam kuna thawabu chungu nzima ambazo kwamba zimeainishwa. Ama swali tunaweza kujiuliza hivi, ni nani ambaye kwamba anapaswa kumzuru Imamu alayhi salam? Ni nani ambaye kwamba anafaa kumzuru Imamu alayhi salam? Hivi kuna watu maalum ambao ndio ambao kwamba wanafaa kumzuru Imamu alayhi salam? Kuna kikundi cha watu ambao hawa tu ndio ambao kwamba wanafaa kumzuru Imamu alayhi salam? Imamu Abu Abdullah salawatullahi wa salamuhu alayhi Allahumma salli ala Imam Ja'far as-Sadiq anasema man zara qabr Hussein alayhi salam arifan bihaqqihi ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Yoyote yule, man, yoyote yule, hapa jina imetumika yoyote yule ambaye kwamba atamzuru imamu, atazuru kaburi la imamu, arifan bihaqqihi, huku akijua huyu imamu, anajua haki ya huyu imamu, amemsoma huyu imamu na anamjua vizuri, yani akampa haki yake ya kuweza kumjua, ya kuweza kumfuata huyu imamu. Anasema Imamu alayhi salam ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara, madhambi yake yatakuwa ni yenye kufutiliwa mbali. Anapotoka pale katika kaburi la Imamu alayhi salam anakuwa ni mtu ambaye ni mpya, hana madhambi ambayo anamiliki. Kwa sababu gani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakuwa ameshafuta yale madhambi, yale ambayo kwamba yametangulia na yale ambayo kwamba huenda pengine atakuja mbeleni. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakuwa mwenye kumsamehea na kumfutia yale madhambi. Na anasema bimaana yatamma bihi ghairi mutakabbiran wala mustankifan, na huko kwenda kumtembelea imamu katika kaburi la imamu awe anaenda kwa unyenyekevu, pasina kuwa na kiburi wala pasina kuwa na ujeuri.
yani nafasi hiyo akipata ya kwenda kumtembelea imamu, aende akiwa na malengo ya kujenga roho yake, asiende akiwa na malengo ya kutaka kufanya tua. Yani almuhimu kwamba ameenda akatembea kule na kujinaka, la, awe na lengo la kutaka kuimarisha imani yake, kutaka roho yake iwe inakusudia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Asema hapo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakuwa ni mwenye kumsamehea madhambi yake yaliyotangulia na yale ambayo kwamba yanakuja. Katika kitabu Kamil Ziyarat, Imam vile vile anaendelea kusema, qala Abu Abdullah sallallahu wa sallam alayhi, man ata qabr Husayn alayhi salam arifan bihaqqihi kana kaman hajja mi'atan hijjatan wa Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Yoyote ambaye kwamba atakuwa ni mwenye kumtembelea Imamu alayhi salam, akafanya ziara kwa kaburi la Imamu alayhi salam, atakuwa sawa sawa na yule ambaye kwamba ameenda kuhiji mara 100, na sio kuhiji tu, bali ameandamana na mtume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni mambo nyingi sana hizo, na hizo hija ni zile hija ambazo kwamba makubuli, ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amezikubali. Kwa hiyo ni faida ambayo kama inapatikana katika kitabu Bihar al-Anwar chaki Alamatul Majlisi, angalia juzu ya 98 ukurasa wa 20, anasema vile vile Imam alayhi salam, an Abi Abdullah sallallahu wa sallam alayhi, Allahumma salli ala Muhammad, qala qultu lahu, akaambiwa, ma liman ata al-Husayn bin Ali alayhi salam zairan arifan bihaqqihi ghairi mustankifan wala mustakbiran. Unasemaje ewe Imam kwa mtu ambaye kwamba ataenda kumzuru Imam Hussein alayhi salam, huku anajua, anamfahamu Imam vizuri, anajua haki ya Imam vizuri, wala hana kiburi wala ujeuri wakati huo? Qala Imam alayhi salam, yuktabu lahu 1000 hijjatan maqbulatan, huyu bwana ataandikiwa sawasawa na mtu ambaye kwamba amehiji mara 1000, na hija ambayo kwamba ni makbulatan, hija ambayo kwamba imekubalika, wa 1000 umratan mabruratan, na atakuwa ni sawa na mtu ambaye kwamba amefanya umra mara 1000, umra ambayo kwamba pia imekubalika. Wa in kana shakiyan kutiba sa'idan, na akiwa alikuwa ni mtu mwovu, basi Mwenyezi Mungu anamfutia yale ambayo kwamba alikuwa nayo, na anamwandika katika watu ambao kwamba ni wema. Walam yazal yahuthu fi rahmatillahi, na ataendelea kubakia katika rehema ya Mwenyezi Mungu katika masiku zake ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amebakia. Kwa hiyo ni faida nyingine ambayo kwamba tunaipata wakati mtu anapokuwa ni mwenye kufanya ziara ya Imam Hussein alayhi salam. Vile vile katika kitabu hicho Kamil Ziyarat asema, an Muhammad bin Adwari al-Hamdani bin Sulaiman al-Saburi an Abdullah bin Muhammad al-Yamani an Mani' bin al-Hujjaj al-Safwan an Yahya bin Safwan ibn Mahran an Abdullah sallallahu wa sallam alayhi, Allahumma salli ala Muhammad, qala man zara qabr al-Husayn alayhi salam wa huwa yuridu Allah azza wa jalla ay qurbatan ila Allah ta'ala, shayya'ahu Jibril wa Mikail wa Israfil hatta yarda ila manzilihi. Yoyote ambaye kwamba atafunga safari akaenda akamzuru Imamu alayhi salam, na hiyo kwamba ataswahibiana, atakuwa pamoja
na malaika Jibril alayhi salam, atakuwa pamoja na malaika Mikail, bali atakuwa pamoja na malaika Israfil. Aende pale anapoenda kule kwenye ziara hadi atakaporudi nyumbani. Hawa malaika watukufu watakuwa ni wenye kuandamana na yeye katika safari hii ya kumzuru Imam Hussein salawatullahi wasalamuhu alayhi. Kwa hiyo hizi ni faida ambazo tunampata yule ambaye atamzuru Imamu alayhi salam. Faida nyingine ambayo pia tunaipata katika kitabu hicho hicho Kamil Ziyarat, anasema an Hudhaifa bin Mansur qala qala Abu Abdullah salawatullahi wasalamuhu alayhi, Allahumma salli ala Muhammad, man zara qabri Husayn bin Ali alayhi salam la yuridu bihi illa Allah aw lillahi wa fillahi a'taqahu Allahu min nari wa amanahu yawm al-fasl al-akbar wa lam yas'al Allahu hajatan min al-hawaij ad-dunya wal-akhirah illa atahu. Yoyote ambaye kwamba atakuwa ni mwenye kumzuru Imamu alayhi salam, hataki lingine lolote isipokuwa ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, qurbatan ila Allah Ta'ala. Unaenda kumzuru kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, au fillahi, au kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Anasema a'taqahu Allahu minan nari, siku ya mwisho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakuwa ni mwenye kumtoa, atakuwa ni mwenye kumkomboa kutokamana na moto, wa amanahu yawmal fazl akbar, na atampatia amani siku ambayo watu watakuwa ni wenye kufadhaika, siku ambayo watu watakuwa ni wenye kuhangaika siku ya Kiyama. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala maadama alimzuri Imamu alayhi salam kwa nini ambayo kwamba ni nzuri, siku hiyo atakuwa ni mwenye kupata amani. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu anasema walam yasaluhu hajatan wala yasalu Allah hajatan, wala hata muuliza Mwenyezi Mungu jambo lolote min alhawaiji dunya wal akhirah, mambo yote ya duniani na akhira, illa atahu, isipokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakuwa ni mwenye kumpatia kila ambacho anauliza. Hizi ni faida ambazo ikiwa mtu atakuwa ni mwenye kumzuru Abdullah akazuru kaburi lake, basi atakuwa ni mwenye kupata faida kama hizi. Kwa maana unaona leo hii ni watu wangapi ambao kwamba wanajua faida kama hizi wanaenda kumzuru Imamu Hussein alayhi salam. Tukiangalia kama mfano mwaka huu unaambiwa zaidi ya watu milioni 21 ambao kwamba wamehudhuria katika kaburi la Imamu Hussein alayhi salam, na hawa wanahesabiwa ni watu ambao kwamba ni kutoka nje, wachilia mbali wale watu wa ndani kutoka Basra, kutoka Kufa, kutoka Baghdad na sehemu zingine. Hawa ni wale ambao kwamba ni watu wa nje kutoka mataifa tofauti tofauti, kutoka bara Asia, Europa, kutoka humu Afrika, kutoka Kenya, kutoka Nakuru. Hao wote ni kwa ajili ya kwenda kumzuru Imamu Hussein alayhi salam kwa sababu ya faida hizi ambazo kwa zinapatikana. Sasa tunauliza ni kina nani ambao wanafaa kumzuru Imamu Hussein alayhi salam? Anasema Imamu alayhi salam an Abi Abdullah salawatullahi wasalamu alayhi wa anasema katika hadithi ambayo anasema wa dhakara hadithan tawila, Imamu alikuwa anaelezea maneno marefu fi thawabi ziyaratul Imam Hussein alayhi salam, katika hali ya kumzuru Imam Hussein alayhi salam, akawa anatoa zile faida na faida ila an qala, kiasi kwamba Imamu akasema balaghani anna qauman yatuna min nawahi Kufa, kwamba nimepata habari ama ninajua kwamba watu wanatoka katika pembezoni mwa Kufa, wa nasan ghairihim, na wanatoka katika maeneo tofauti tofauti, wa nisaan yandibnahu, na wanawake vile vile
wanamuomboleza, wanaenda kumzuru Imam Hussein alayhi salam kwa ajili ya kumuomboleza. famin baina alqari'i yakra'u wa qasim yakussu wa nadi biyawi, miongoni mwao kuna wale ambao kwamba wanasoma Qur'ani na nini na dua. Kuna miongoni mwao wale ambao kwamba wanamzungumzia historia ya Imam alayhi salam, na kuna miongoni mwao wale ambao kwamba wanaomboleza kuhusu Imam alayhi salam. Ikafika Imam akasema alhamdulillahi alladhi ja'ala fi nasi wa yafdu ilaina, namshukuru Mwenyezi Mungu. Imam anasema ambaye amejalia watu moyo za watu wanakuwa ni wenye kututembelea, wayamdahuna min qarabatina, na wanatusifu na kutuenzi, wa ghayrihim yahdunahum wa yaqbahuna ma yasnaun, na wale ambao kwamba sio wetu wanawakemea kwa yale ambayo kwamba wanayafanya. Kila wakati tunasema la'natullahi ala dhalimin, Mwenyezi Mungu walaani wale ambao kwamba waliwadhulumu na kuwatendea maovu watu wa nyumba ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Imam anasema kwamba anashukuru Mwenyezi Mungu kwa watu kama hawa ambao kwamba wanatujua, ambao kwamba wanatuenzi, ambao kwamba wanatutembelea, na huku wale hali wanajua haki yetu ni gani, ambao kwamba tunatakiwa sisi tunapata kutoka kwao, haki ya Imamu alayhi salam. Kwa sababu kila riwaya ambayo kwamba tunasoma unasema kwamba arifan bihaqihim, yule ambaye kwamba anajua haki yao hawa maimamu. Sasa haki ya hawa maimamu ni ipi? Ambaye kwamba imamu anasema yule ambaye kwamba anakuja kwetu ili hali anajua haki zetu. Hizi haki ni zipi ambazo kwamba imamu anazungumzia katika aya tuliyotangulia, waja'alnahum a'immatan yahduna bi'amrina? Hawa ni maimamu, hawa ni viongozi ambao kwamba wanaongoza watu, kuna mwongozo kutoka kwao kwa amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wanasema Imamu alayhi salam haki yao ni gani? Arifa bihaqi madha yani yakuluna aima alayhi salam kwamba wala ya'tabiruna rajulan tabi'an wa shi'atan lahu illa idha kana muti'an li amri llahi mujariban li hawahu akhidan bi ta'limihi wa irshadatihi, kwamba yule ambaye kwamba anatakana ajue haki ya maimamu ni nani? Ni yule ambaye kwamba anasema kwamba yeye ni mfuasi, yeye ni mshia wa hawa maimamu. Anasema isipokuwa, Imamu anasema isipokuwa ni yule ambaye kwamba muti'an ni amri Allah Subhanahu wa Ta'ala, ni yule ambaye kwamba anatii amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mujariban li hawahu, yule ambaye kwamba anajiepusha na matamanio, yule ambaye kwamba anajiepusha na starehe ambazo za kupitiliza, akhidan bi ta'limihi wa irshadatihi, na huku unachukua kutoka kwao mafundisho, unachukua kutoka kwao mwongozo. Basi wewe una haki ya kusema kwamba wewe ni unamjua Imam ama wewe ni mfuasi wa Imam alayhi salam. Na akasema vile vile wala ya'tabiruna hubbahu wahdahu kafiya linajati kama kad yamu nafsahu ba'du ma yaskuru ila da'tin wa shahwat, na kwamba haichukulii kwamba kule kusema kwamba tunampenda Imamu alayhi salam, wala yas'alukum alayhi ajran illa al-mawaddatu fil qurba, kumpenda Imamu alayhi salam, wala kwamba wameingia katika matamanio, katika shahawat. Wanasema wanachukua udhuru kila mara vitamarudi ala ta'ati Allah subhanahu, wanachukua udhuru kwa kumfanyia Mwenyezi Mungu jeuri na kiburi. Imamu anasema kwamba hawa pamoja na sisi, bali hawa sio wafuasi wetu. Anasema innahum la ya'tabiruna hubbuhum wa mila'ahum muwajatin illa idha iktarana bil a'mali salihah. Inachukuliwa kwamba yule ambaye kwamba anasema yeye ni mshia,
Yule ambaye anasema kwamba yeye ni mfuasi wa Ahlul Bait alayhi salam, ni yule ambaye kwamba atajikurubisha kwao kwa matendo ambayo kwamba ni mazuri, kwa yale ambayo kwamba ni mazuri, basi huyu anaweza kujisifu na kusema yeye ni mshia. Imamu alayhi salam akawa anamwelekeza mojawapo ya masahaba zake, watu wa karibu, anaitwa Khaythama. Khaythama siku moja ameenda kumtembelea Imamu alayhi salam, akawa anamwaga, pengine alikuwa na safari zake za kibinafsi. Imamu alayhi salam anasema wadakhala ala abi Jaafar yuwadiu, ili aweze kumwaga. Imamu akamwambia, ya Khaythama ablighu ilaina annahu, ewe Khaythama, waambie watu au yule ambaye kwamba utakutana na yeye, ama wale ambao kwamba wanasema kwamba wao ni wafuasi wetu, waambie annahu la nughni anhu min Allahi shay'an illa bi'amalin, sisi hatutaweza kuwasaidia nyinyi, sisi hatutaweza kuwakomboa nyinyi isipokuwa yule ambaye kwamba atajibidisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa mtu akisema kwamba yeye ni mfuasi wa Imamu, akitarajia kwamba Imamu atakuwa ni mwenye kumsaidia, na huku anaenda kinyume na yale ambayo Imamu anasema, Imamu anasema la, sisi hatutakuwa ni wenye kuwafaa kwa jambo lolote kwa mtu kama huyo. Wa innahu la yanalu wilayatuna illa bilwara'i, na kwamba hawataweza kupata wilaya yetu, utawala wetu, isipokuwa katika hali ya kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo wewe ukisema kwamba wewe ni mfuasi huyo wa Imamu alayhi salam, lazima uwe unafanya uchaji Mungu katika hali ambayo kwamba Imamu amekutaka uwe nayo. Kwa hivyo hiyo ni katika kitabu Usul Kafi, mtu anaweza kuisoma na akaweza kufanya nini, kuweza kujua yale ambayo kwamba maimamu alayhi wasallam wanataka. Kwa hiyo inshallah lengo kubwa hapa ni kuweza kuhimizana watu wasione kwamba watu fulani ndio ambao kwamba wanafaa kwenda kumzuru imamu. Sisi sote tunatakiwa kwenda kumzuru imamu, na hata kama umeshaenda kumzuru imamu unatakiwa kutamani mara ya pili na ya tatu katika maisha yako, kila mwaka uwe unaenda kumzuru imamu. Na hii inatokamana katika maandalizi ambayo kwamba waweza kujiandaa, yakiwemo kwanza nia, ukaweka nia kwamba mimi nataka kwenda kumzuru imamu. Hiyo ni jambo la kwanza na ni hatua ya kwanza kubwa. Pili, ukaweza kutafuta zile mukadimati kama vile pasipoti na vitu vingine ambavyo vinahitajika kwa ajili ya kwenda kumzuru Imamu alayhi salam. Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie mwakani ujao ili tumzuru Imamu alayhi salam. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala Muhammadin wa ali Muhammadin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Waja Mwenyezi Mungu, nawahusia na kuhusia nafsi yangu na kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sehemu ya kwanza tunazungumzia faida ambazo kwamba zinapatikana kwa moyo kumzuru Imamu alayhi salam. Upande wa pili ama sehemu ya pili tutajaribu kuzungumzia kiasi hasara ambazo zinapatikana kwa mtu ambaye kwamba ana uwezo ama hajakuwa ni mwenye kujitahidi katika hali ya kumzuru Imamu alayhi salam, hasara ambazo kwamba zinapatikana. Katika kitabu Kamilu Ziyarat anasema sami'tu Aba Abdullah salawatullahi wa salamuhu alayhi yaqul, Allahumma salli ala Muhammad wa ali. Anasema Imam
law anna ahdakum hajja alfun hijjatan thumma lam ya'ti qabla al-Husayn min Ali alayhi assalam kana kad taraka haqqan min huquqi Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Anasema kwamba hata kama mmoja wenu atakuwa ni mwenye kuhiji mara 1000, thumma lam yati kabla al-Husayn, kisha hakuwa ni mwenye kumzuru Imam Hussein alayhi salam katika maisha yake, lakana kad taraka al-haqqa min huquqi Rasulullah, atakuwa amewacha mojawapo ya haki, kuwapatia haki watu wa nyumba ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam, atakuwa amewatweza watu wa nyumba ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Anasema wasuila an dhalika faqala, na kaulizwa Imam, ni ipi ya haki ambayo kwamba unaizungumzia yeye? Akasema Imam alayhi salam, haqqul Husayn mafruḍ ala kulli muslimin, haki ya kumzuru Imam Hussein alayhi salam ni faradhu, ni wajibu kwa kila Muislamu. Maadamu huyu Muislamu, Imam anasema inakuwa ni haki juu yake kwenda kumzuru Imam alayhi salam. A'udhu minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi alladhi la ilaha illa huwa al-halim al-karim. غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحيم. سبحان من سبقت رحمته غضبا وبسط يديه بالرحمة. سبحان من لم يكلف نفسا إلا دون وسعها وعفى عن سيئات ولم يجاز بها. سبحان من لا يزداد على معاصي العباد إلا جودا ولا كثرة الذنوب إلا عفوا وصفحا. نشهد أن لا إله إلا هو عطيف على العباد بجوده ويعاد على المذنبين بحلمه. ونشهد أن محمدا نبيه وحبيبه سيد المرسلين وشفيع المذنبين بعثه رحمة للعالمين. صلى الله عليه وآله الداعين إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة، قال الأمم والأولياء النعم ووعد الرحمة. ثم على الذين أذهب الله وطهرهم تطهيرا. يقول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقال أيضا: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. صدق الله العلي العظيم. إخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله. Ndugu wapendwa, nawahusieni na kuhusia nafsi yangu juu ya kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu pasina kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kufuata maamrisho yake, tutakuwa miongoni mwa watu ambao kwamba wamepata hasara kubwa mno. Ijumaa hii, mojawapo ya Ijumaa tukufu, ningependa tuweze kukumbushana kuhusu faida
inayopatikana katika ziara ya Imamu. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi alladhi la ilaha illa huwal halimul karim. غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحيم. سبحان من سبقت رحمته غضبا وبسط يديه بالرحمة. سبحان من لم يكلف نفسا إلا دون وسعها وعفى عن سيئات ولم يجاز بها. سبحان من لا يزداد على معاصي العباد إلا جودا ولا كثرة الذنوب إلا عفوا وصفحا. نشهد أن لا إله إلا هو عطيف على العباد بجوده ويعاد على المذنبين بحلمه. ونشهد أن محمدا نبيه وحبيبه سيد المرسلين وشفيع المذنبين بعثه رحمة للعالمين. صلى الله عليه وآله الداعين إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة. قال الأمم والأولياء النعم ووعد الرحمة. ثم على الذين أذهب الله وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. يقول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقال أيضا: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. صدق الله العلي العظيم. إخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله. Ndugu wapendwa, nawahusieni na kuhusia nafsi yangu juu ya kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu pasina kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kufuata maamrisho yake tutakuwa miongoni mwa watu ambao kwamba wamepata hasara kubwa mno. Ijumaa hii, mojawapo ya Ijumaa tukufu, ningependa tuweze kukumbushana kuhusu faida inayopatikana katika ziara ya Imamu Hussein salawatullahi wasalamuhu alayhi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Yani umuhimu wa kufanya ziara kwa kaburi la Imamu Hussein alayhi salam, ni faida gani ambazo kwamba tunazipata, na kisha tutahitimisha na hasara ambazo kwamba zinaweza kutufika ikiwa tutakuwa ni wenye kupuuza kumzuru Imamu Hussein alayhi salam. Na ziara taban na kusudia ziara ya moja kwa moja katika kaburi la Imamu Hussein alayhi salam. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametueleza katika aya mbili ambazo kwamba nimetangulia kuzisoma. Ya kwanza ikiwa inahusisha mahaba na mapenzi kwa watu wa nyumba ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ya pili ikiwa inahusisha namna na amri ya kuwafuata hawa ambao kwamba ni watukufu wa Mwenyezi Mungu hapa duniani. Aya kwanza Mwenyezi Mungu akasema, qul la as'alukum alayhi ajran
illa almawaddatu fil qurba, sema siwaulizeni ujira wowote, siwaulizeni malipo isipokuwa kuwapenda watu wa nyumba ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali. Kisha aya ya pili Mwenyezi Mungu akasema waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina, na hawa maimamu, hawa viongozi, hawa mitume tumewajalia wawe ni maimamu, wawe ni viongozi ambao kwamba wanaongoza kupitia kwa amri yetu, maamrisho yetu. Kwa hivyo kumfuata imam, kumpenda imam na kuchukua yale mafundisho ambayo kwamba imam ako nayo ni amri kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, bali hakuna khiari juu ya mambo hili. Kumzuru kaburi la Imam Hussein alayhi salam ama kufanya ziara ya Imam Hussein alayhi salam kuna thawabu chungu nzima ambazo kwamba zimeainishwa. Ama swali tunaweza kujiuliza hivi, ni nani ambaye kwamba anapaswa kumzuru Imam alayhi salam? Ni nani ambaye kwamba anafaa kumzuru Imam alayhi salam? Hivi kuna watu maalum ambao ndio ambao kwamba wanafaa kumzuru Imam alayhi salam? Kuna kikundi cha watu ambao hawa tu ndio ambao kwamba wanafaa kumzuru Imam alayhi salam? Imam Abu Abdullah sallallahu wa salamu alayhi Allahumma salli ala Imam Jafar as-Sadiq anasema man zara qabr Hussein alayhi salam arifan bihaqqihi ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Yoyote yule, man, yoyote yule, hapa jina imetumika yoyote yule ambaye kwamba atamzuru imam, atazuru kaburi la imam, arifan bihaqqihi, huku akijua huyu imam, anajua haki ya huyu imam, amemsoma huyu imam na anamjua vizuri, yani akampa haki yake ya kuweza kumjua, ya kuweza kumfuata huyu imam. Anasema Imam alayhi salam ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara, madhambi yake yatakuwa ni yenye kufutiliwa mbali. Anapotoka pale katika kaburi la Imam alayhi salam anakuwa ni mtu ambaye ni mpya, hana madhambi ambayo ndani